Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Hassan Mwakinyo, bondia wetu, amempiga mtu ndani ya mwezi wa Ramadhani na pia ilifikia hatua akapelekwa ndani, na tumai kama tayari ameshatoka hivi karibuni siku hizi 2-3. Lakini kwa mujibu wa Hassan Mwakinyo na kwa mujibu wa kile ambacho tumekisikia ni kuwa yule kijana inasemekana alienda kuiba, japokuwa udhibiti wa hicho kitu hakijathibitishwa mpaka sasa hivi. Wanasema alienda kuiba nazi, na huo mnazi ulikuwa uko nje ya nyumba ya Hassan Mwakinyo. Kwa maana yule kijana alipita akakuta nazi akaokota, baadaye Hassan akamkuta akamwambia wewe ni mwizi na mmezoea kuja kuiba, hisi mara moja wala mara mbili, akampiga yule kijana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hukumu ya mwizi unayemkuta amechukua mali yako ama si mali yako, pengine mali ya mtu, hukumu yake iko katika dini, sio? Yeah. Hukumu ya mwizi katika sheria ya Kiislamu ni kukatwa mkono. Lakini ina masharti. Naomba hapa nirudie hapa, ina masharti. Sharti la kwanza, raia awe na uwezo wa kujikimu kiuchumi, kimaisha, kula, kuvaa na kulala na kutibiwa, awe na uhakika navyo. Yupi sasa? Mwizi ama yule ambaye atamkamata? Raia yoyote yule. No. Yaani nchi ambayo inatakiwa itimize hukumu hii ya kukata mkono, inatakiwa wale raia wake wale wawe na uwezo wa kujikimu chakula, mavazi, matibabu na malazi. Yaani kila mtu awe na uhakika wa kulala, awe na uhakika wa kula, awe na uhakika wa kuvaa, awe na uhakika wa kunywa, awe na uhakika wa kujitibu. Hapa sasa ukiiba, sheria inakutaka ukatwe mkono kwa sababu wewe unataka ziada. Sawa. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu hairuhusu mtu kukata mkono ikiwa huyo aliyekwenda kuiba amekwenda kunusuru njaa yake ya tumbo. Sheria hairuhusu hivyo. Yaani Mwakinyo kumpiga huyo mtu, sijui mazingira alikuwaje na sijui alimjeruhi kwa kiasi gani, lakini nahisi alitumia nguvu kubwa kuliko ukubwa wa tatizo. Nahisi, sina uhakika. Nahisi alitumia nguvu kubwa ya adhabu kuliko ukubwa wa kosa. Kama aliiba nazi 1, 2, 3, ni kama aliiba 10,000. Sasa sijui alimpiga kwa madhara kwa kiasi gani. Lakini kikubwa, Mwakinyo ni star. Mwakinyo ni kioo cha jamii. Moja ya vitu ambavyo anapaswa kuishi navyo ni kujaribu kuishi kwa kucontrol hasira zake. Sio mtu ambaye anatakiwa atumie nguvu. Anatakiwa atumie busara na hekima zaidi. Kwa sababu sioni kama alikuwa na sababu ya kumpiga. Sioni sababu. Hata kama alikutwa na nazi 50, hakuwa na sababu ya kumpiga. Alitakiwa kumsamehe tu. Kwa sababu hata kama angekuwa kaiba nazi za mnazi mzima, zisingemnufaisha chochote. Msamaha kwake ulikuwa bora kuliko adhabu aliyoitoa. Raia wa Tanga wamefikia hatua ya kutokumtaka Mwakinyo, na wanaweka wazi kwamba asipoondoka basi watafanya chochote kile. Halina ukweli jambo hilo. Raia wa Tanga unamaanisha kina nani? Wale ambao wanakaa karibu na Mwakinyo, yani wale ambao wako eneo lile ambalo Mwakinyo anakaa. Ndio maana nisema kuna kitu kimejificha hapo nyuma. Adhabu aliyotoa ni kubwa kuliko tukio au kosa. Na kwa mujibu wa wale wanasema si mara ya kwanza wala mara ya pili. Hii ni mara ya 3 kumpiga mtu kwa tuhuma za wizi. Kwa mujibu wao sasa. Sasa tuwezi kuthibitisha hilo mpaka mahakamani. Kesi iko mahakamani tayari? Kesi iko mahakamani. Tusubiri mahakama itatuambia tu. Kwa sababu serikali ina mkono mrefu. Polisi, mimi naamini kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ni mtu mwelevu, lakini mkuu wa upelelezi pia wa mkoa ni mtu mwelevu. Lakini pia mahakama za Tanga za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama ambazo zinafanya kazi kwa weledi mkubwa. Sina mashaka na majibu sahihi yatakayokuja baada ya uchunguzi na upelelezi kukamilika na kesi kusikilizwa. Kikubwa tu ni muase Mwakinyo apunguze jazba. Hasira, jazba na hasira apunguze. Ukishakuwa kioo cha jamii,
kukosewa ni kawaida. Natarajia sana kukosewa kuliko kusifiwa. Unapokosewa ni kipimo. Mungu anataka kuona uongozi wako na thamani yake kwa jamii inayokuzunguka. Sawa. Baada ya haya yote natamani tufahamu sasa. Tumemaliza na mikoa mingi sana ya bara. Tumeingia Pwani sasa hivi. Tumetoka Rufiji, tunaenda wapi? Hapana. Hii ya Pwani si katika zile ziara zangu za kawaida. No. Isipokuwa wiki iliyopita. Mwanzoni mwa Ramadhani hii, mwishoni mwa mwezi wa mfungo wa Shaabani. No. Waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa alifiwa na baba yake mzazi mjini Madina alipokuwa katika ziara ya umra, alipokwenda kufanya umra. Na mimi tarehe 25 nilikuwa niko Dodoma kwenye kongamano la kuiombea nchi na kumwombea rais, ambalo lifanyika tarehe 24 hadi tarehe 28 kwa siku 4. Mchengerwa ni moja kati ya watu wangu wa karibu, kwa sababu 2015 tuliwahi kuomba ridhaa ya kuomba nafasi ya kuwa mwakilishi wa bunge Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Rufiji. Na nilitoka watatu. Uchaguzi ulivurugwa, ukarudiwa, mimi nikajitoa. Mchengerwa akapita. Maana mimi nilimuunga mkono yeye baada ya tukio hilo. Mimi nikajitoa, watu wangu nikamuunga mkono, akapita. Sasa Rufiji tangu imepata uhuru hakuna mbunge amefanya maendeleo makubwa kuliko Mchengerwa. Mimi sipendagi unafiki na kuaga mkweli. Mchengerwa amefanya maendeleo makubwa sana katika wilaya na jimbo la Rufiji. Manake sasa ni wilaya na jimbo la Rufiji. Ni wilaya hiyo na jimbo hilo. Amefanya mabadiliko makubwa sana ya kimaendeleo. Sasa hivi nimekwenda Rufiji, nimekuta lami makao makuu ya wilaya. Hakukuwepo hivyo vitu. Hakuna mtoto wa miaka 40-35 iliyopita aliyeshuhudia lami Utete. Hayupo. Nimekuta shule kubwa ya Bibi Titi inayomtaja muasisi wa TANU na CCM, marehemu Bibi Titi Mohamed, mama ambaye alifikia mahali kuiweka rehani ndoa yake kwa ajili ya Watanzania. Mama ambaye ametoka Rufiji na amewahi kuwa mbunge wa maeneo mawili kwa wakati mmoja. Tabora akiwa mbunge, Dar es Salaam mbunge, ametoka Rufiji. Mwenyekiti wa UWT wa kwanza Tanzania, Titi Mohamed, alisahaulika kwenye historia. Mchengerwa amemrudisha kwenye game. Sasa vijana wanajua Titi Mohamed ni nani. Mtu ambaye amefanya hutuba ya kwanza kubwa ya nchi akiwa na Nyerere hivi. Anahutubia Titi, anamwalika Nyerere, hutuba iliyofanyika Tabora. Fikiria mtu ambaye anaweza kumwalika Nyerere. Yaani yeye ndo anaanza kusema alafu anamkaribisha Nyerere azungumze. Huyo mtu alikuwa mtu mmoja mkubwa sana. Sasa Mchengerwa amefanikiwa kumuonyesha mama wa kindengereko huyu aliyefanya nchi kuwa leo iko hapa ilipo. Alisahaulika kabisa katika historia. Mchengerwa amefanikiwa kurudisha historia hii na ameanzisha kongamano la Bibi Titi Mohamed Festival ambalo kila mwaka linafanyika kule wilaya Rufiji. Niseme ni mmoja wa mawaziri na wakubali sana. Ni mtendaji, anajua. Japo ana mishale mingi anapigwa nayo. Na mingine anapigwa hata na ndugu zake wa ndengereko wanaandaliwa kumpiga vita. Lakini ndio binadamu ulivyo. Siku zote mti mwema ndio unaorushiwa mawe. Niseme tu tulikwenda kwa ajili ya kumwombea dua baba yake Mchengerwa.
lakini pia na mimi nilipata fursa ya kutembelea wilayani kwetu na kijijini kwetu, kwa sababu mimi nimezaliwa kule, nimekulia kule na sijaenda kweli siku nyingi kidogo. Alhamdulillah nimefanikiwa kwenda kutembea, nimekula maboga kidogo kule na nini, futari ya maboga tamu sana nimekula kule, na samaki na nazi na mihogo kule, ndo vitu vizuri tunavyokula. Kwa hiyo nilikwenda Rufiji kwa lengo hilo, na hata kesho Jumatatu tuna dua kubwa inafanyika kata ya Ngorongo, dua tena kwa ajili ya kumuombea baba yake mzazi, na tutakwenda kufanya hivyo, na mimi ni miongoni mwa wanaoshiriki, kwa sababu uzuri familia kina Mchengerwa ni moja kati ya familia ya watu wa dini sana. Mohamed vile unavyomuona ni mtu anasali sana kuliko watu wanavyofikiria. Ujana wake una nafasi yake, lakini Mungu ana nafasi yake. Kwa hiyo alhamdulillah tuko naye. Kwa hiyo nilikwenda kwa tukio hilo, sio katika ile ziara yangu. Ziara zangu tumesimama kidogo kwa muda. Nilimalizia hii ya juzi Dodoma, ambaye tulifanya tarehe 24 mpaka tarehe 28, na nitakuwa na mapumziko. Baada ya Ramadhani tutakuwa Kagera, Bukoba, na baada ya hapo tutakwenda Kigoma, tutakwenda Arusha, na mwisho tutakuja kufanya Dar es Salaam, Lindi na Mtwara. Na Songea pia tuna mwaliko. Ziara zimeongezeka kidogo. Badala ya mikoa 10 tumeshafikisha sasa kama 16 17. Tulikuwa tunataka tufahamu tu ziara kwa sasa hivi itakuwa wapi. Kwa hiyo tunaisubiri, na Dar es Salaam itakuja. Itakuja, Dar es Salaam itakuja. Nafikiri mwezi wa 6 wa 7 hapo. Mwenyezi Mungu akipenda itakuja. Inshallah. Tuweke uhai na uzima. Mwenyezi Mungu akitoka uhai na uzima, basi wote tutakuwepo kwenye ziara. Mimi niseme tu nilikuwa na Alhaji Dr. Sule, na tumepata nafasi ya kufahamu vingi. Pia tumejifunza vingi sana kupitia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niseme tu endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Mbengo TV. Mimi ni Laini, nilikuwa na Alhaji Dr. Sule. Asante sana.